Hey guys, kwa siku ya leo nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi. Ninajua nina muda sana hatujaweza kuongea jambo lolote, na nilikaa kimya kuangalia hali ya nchi yetu inakoelekea ni wapi, na mazingira ya kimaendeleo na mwafaka halisi ni upi. Lakini katika kukaa kwangu kimya kuna mambo ambayo nayaona yanaendelea kwenye taifa letu, na bado tunatakiwa kushauriana kama tulivyokuwa tukishauriana mara ya kwanza, kwa sababu tuliweza kukaa na kushauriana juu ya swala zima la vijana ambao walikuwa wanaunda swala la kimaandamano nasema, kwa sababu wao waliamua kufanya maandamano ile Oktoba 29, tukaingia live na sisi tukaweza kushauriana, kuishauri serikali kuweza jinsi gani ya kukaa na hao vijana au kukaa na hao wananchi ili kuweza kuyatatua hayo mambo ambayo walikuwa wakiyazungumza vijana, kabla hatujafikia kwenye matatizo kamili ambayo yaliofikia kuanzia Oktoba 29 mpaka na tarehe zake zilizosogea. Tuliweza kuyaona nini ambayo yaliyojitokeza. Lakini kwa mara nyingine tena kwa siku ya leo, kwa hivi karibuni kumezuka tena sintofahamu nyingine kwa upande wa Watanzania. Vijana au Gen Z wamekuwa wakifanya vitu ambavyo kidogo vinashtua vichwa vya Watanzania na vinawaweka katika hali ambayo kidogo ya kuwa kwamba hawaelewi kama kuna nini kinachoendelea na kwa nini iwe hivyo. Naomba tujaribu kwanza kusikiliza hizi sauti kwa uchache, alafu tuje tutoe maelezo wote kwa pamoja, tujue tunashauriana kupitia namna gani. Hizi zote zinazoendelea tunaweza tukaa tunazipuuzia, tukaziona kwamba ni kama geresha vile, lakini hatuelewi kwa ukubwa wake kwamba amejipangaje. Lakini amekuwa akifanya hiyo kazi ya kupiga sehemu tofauti ambazo ni kubwa. Tumetoka majuzi hapa kusikia sauti ambazo ni sample kama hii ndani ya mitandao, akiwa anazungumza na upande wa kina Mulilo, ambapo kwa bahati mbaya hakumpata Mulilo ila alimpata msaidizi wake. Na leo ndo tunasikia kwamba alikuwa anaongea na staff wa jeshi. Hello. Hello. Yeah, habari. Nzuri. Okay, tumekusudia kupigia simu Chief of Staff ya JWTZ. Iko sahihi? Naam. Nakwambia tumepiga simu kwa Chief of Staff ya JWTZ. Hii namba iko sahihi? Ni nani naongea? Naongea na Habil kutoka Kawe. Abel. Yeah. Niko na business card yako na niko na business card yako na nimejaribu kukupigia namba yako ya kwanza ile inaishia 35, lakini kaambwa hujapatikana. Sasa nilikuwa nataka kujua kama niko sahihi naongea na Chief of Staff Salum Othman. Ni sahihi. Okay, asante sana. Kama vile nimejitambulisha, naita Habil, niko Kawe. Nilikuwa niko na taarifa dogo naomba kukufikishia kama itakuwa ni sawa. Ndio. Kwa mapenzi ya Mungu tarehe 9 Disemba 2025 nadhani umepata taarifa ya maandamano ile imeandaliwa na vijana ya Tanzania. Ndio. Asante. Ni pia tumekuletea emails kupitia email yako inaitwa salumothman2010@gmail.com. Naamini inawezekana kama umeipokea. Kutoka wapi? Mimi ndio nimeandika hiyo email, nimekuletea kwa lengo ya kukupa taarifa kuhusiana na habari kamili inayohusu maandamano ya tarehe 9 Disemba 2024. Hiyo imeandaliwa na vijana ya Tanzania. Ndio. Sasa tuko na taarifa hivi ambayo taarifa ya kuaminika kama wako watu ambazo imekuwa inajaribu kuja kuharibu maandamano hayo, japo kuwa maandamano ambayo yameandaliwa na vijana yanatakiwa yakuwe maandamano ya amani na mepangwa yasikuwe na kikomo. Na tumepeleka barua Police Tanzania, tumepeleka barua Ikulu,
na tumeleta barua jeshini. Hii simu umekupigia Chief of Staff ya Tanzania kujulisha kwamba uone jinsi gani inaweza kutusaidia hii maandamano isije kwanza ikachafuliwa na ile itimie kuwa ya amani kwa nchi yetu, kwa kuepusha isije ikatokezea mauaji ile imetokea siku ya tarehe 29 Oktoba 2025. Naam, kama tulivyoweza kusikia ni kwamba jamaa anaitwa Kabil kama alivyojitambulisha mwenyewe. Mimi na wewe hatumfahamu, lakini amekuwa akifanya hiyo kazi ya kupiga sehemu tofauti ambazo ni kubwa. Tumetoka majuzi hapa kusikia sauti ambazo ni sample kama hii ndani ya mitandao, akiwa anazungumza na upande wa kina Mulilo, ambapo kwa bahati mbaya hakumpata Mulilo ila alimpata msaidizi wake. Na leo ndo tunasikia kwamba alikuwa anaongea na staff wa jeshi. Kwa hiyo sasa hapa na bado pia anatoa maelezo mengine kwamba aidha nimepeleka barua wapi, sijui nimepeleka barua wapi. Kwa hiyo sasa hizi zote zinazoendelea tunaweza tukawa tunazipuuzia, tukaziona kwamba aidha kwamba ni kama gelesha vile, lakini hatuelewi kwa ukubwa wake kwamba amejipangaje au wanajipangaje katika hili taifa. Na je, tunachukuliaje? Kwa sababu tunaweza tukazalau kwenye Kiswahili waga tunasema kwamba mzalau miba nguo tatende. Tulizalau mara ya kwanza kutokana na zile kauli ambazo zilikuwa zikiendelea mtandaoni. Kila mmoja aliona tu ni kawaida, huwa wanazungumza kama hivi lakini yanapita. Lakini seriously tukaja kuona ile Oktoba 29 nini kilichokuwa kimejitokeza. Na leo tena tunasikia tena hizi kauli za tetesi just like kama tunavyosikia, lakini mwisho wa siku tunaweza tukawa tumezalau hiki kinachoendelea, lakini hatujui hatima yake itakuwaje hiyo tarehe. Na huku tukisikilizia tunaambiwa pia kutakuwa hiyo tarehe ambayo inayopangwa, na pia kutakuwa na maandamano ambayo yamepangwa kwa ajili ya vijana wa UVCCM. Je, kama kutakuwa kweli hawa watu na hayo maandamano ya vijana wa UVCCM wakiwa wanaandamana, je hawezi kuchanganyika na hawa katika hizi vitu viwili? Kwa sababu hatuna uhakika, lakini je kama watakuwa au UVCCM wamefanya na hawa ambao wenye nia ya aina hiyo, je hawezi kujiingiza katika hao na baadaye wakawa wamefanya hiko kitu ambacho wanachokifanya? Kwa hiyo inabidi tuchukulie mambo serious kabla hayajajitokeza. Pale tunapoona kitu ambacho kinataka kujitokeza au kina dalili fulani ya kufanyika, tusisubiri kwamba jambo mpaka lifanyike ndipo tuanze kutafuta solution. Solution inatafutwa before, kwamba hapa unaposikia ndipo pa kutafuta solution, kwamba huyu mzungumzaji ni nani na anatoka wapi, mbona anajiamini kupita maelezo, kuna nini hasa, ana nini hasa katika hili taifa. Nafikiri kwamba ipo haja ya kuweza kutafuta na kumuelewa vizuri, na kama kuna uwezekano wa kuweza kuzuia ili swala basi likazuiliwa, na kama sio haliwezekani kuzuiliwa basi litafute ufumbuzi wake kwa haraka, kwamba je anachokihitaji kinawezekana aidha kikafanyika kabla ya hayo ambayo wanayotaka kuyafanya, ili kuweza kupata solution ya mapema kabla hatujapata matatizo ambayo kama tuliyoweza kuyaona hapo before. Kwa sababu tunakolipeleka taifa kwa sasa hivi inaonekana wazi kwamba tunaenda kuwa na matatizo zaidi, kwa sababu tumeshaona matatizo ya mwanzo na sasa hivi ndio hivi kinachoendelea. Tena amekuja na experience kubwa, afadhali hata wale wa mara ya kwanza kwamba watu walikuwa wanaandika wao wenyewe huko kwenye mitandao yao ambao wenyewe wanaojua. Mwisho wa siku anakuja na hata wewe mwanajamii wa kawaida unakuja unaona kuna hili kuna lile. Kwa sasa haya yote ambayo yanayoendelea tunatakiwa tusiamezee tu kwamba kwa kuangalia yanapita. Hawezi ukasema kwamba yanapita kwa sababu anayefanya au huyu mfanyaji ana mipango yake, kwa sababu ni binadamu na yeye anajipanga. Kwa hiyo kama anavyojipanga, na wewe pia unatakiwa uweze kujipanga katika kusuluhisha hili kabla halijafikia kuwa kidonda kamili, kwa sababu kisha kuwa kidonda kamili maana yake kwamba tunaenda kupata matatizo zaidi ambayo ni zaidi ya yale ambayo tuliyoyaona inawezekana, au yakaja mengine sampuli ya hayo. Kwa hiyo sasa hapa sisi tunaomba taifa letu liwe makini juu ya haya yanayoendelea. Kama kuna kitu chochote ambacho wanacholazimisha kukipata, basi kitafutiwe ufumbuzi wa haraka kabla hatujafikia